Katika uwanja wa kisiasa unaoendelea kubadilika nchini Kenya, ni majina machache yanayobeba heshima kubwa na utata kama Raila Odinga, mwanasiasa mkakamavu mwenye kupigania mageuzi na ambaye kitendawili chake ni kigumu kutegua. Tutatembea sambamba, bega kwa bega. Safari yake ya kisiasa ikiashiria ustahimilivu, uasi na azma isiyotetereka ya kidemokrasia. Katiba ambayo mlipigania inaharibika. Zaidi ya miaka 30 katika siasa za Kenya, amesimama kama nguzo kuu, mtu mashuhuri ambaye ushawishi wake umeacha alama isiyofutika katika uwanja wa kisiasa nchini. Heshima kubwa sana ambayo hawa ndugu zangu wamenifanyia. Mwandishi wake wa wasifu kutoka Nigeria, Babafemi Badejo, alimchora kama fumbo katika siasa za Kenya. Jamii yake ya Waluo inashiriki hoja hii, ikimpa jina la Agwambo, mtu wa tabia isiyotabirika na mgumu kueleweka. Kwao yeye ni fumbo, mtu mwenye nguvu na karibu kuwa wa kifolklore, sawa na mganga wa kihistoria wa karne ya 18, Gor Mahia. Wakenya wakimpa majina mengi tu, yakiwemo Rao, Baba, Tinga, Yakom, mahasidi wakimwita mganga, kitendawili, mwanasiasa tapeli. Mimi namwambia mzee wa kitendawili, please, wewe wachana na IEBC, wachana na Chebukati, wachana na register. Jambo moja la uhakika kuhusu Raila Odinga ni kutotabirika kwake. Sifa yake kuu ni ustahimilivu usiokoma. Haijalishi changamoto, yeye kamwe hakubali kushindwa. Hii ni historia ya kisiasa ya Raila Amolo Odinga. Akizaliwa mwaka 1945, Raila Odinga alikusudiwa kuwa mwanasiasa. Hivi majuzi alitimiza umri wa miaka 80, huku akihesabu miaka 55 ya safari yenye mawimbi makali katika siasa za Kenya. Ufisadi ni adui mkubwa ya Wakenya. Inatoa pesa kwa mfuko ya umma na weka mfuko ya watu binafsi. Sahili wanaingia ni membamba kama shindano. Baada ya mwaka moja, miaka mbili, imefura kama kupe. Safari yake inaanza Oktoba mwaka 1969 wakati kukamatwa kwa babake Jaramogi Oginga Odinga na serikali ya Jomo Kenyatta kulimlazimu kuchukua maamuzi makubwa akiwa na umri mdogo wa miaka 24 pekee. Raila amejitoa katika kivuli cha babake kwa muda mrefu sasa, akijijengea njia yake mwenyewe kwa uthabiti. Akiwa kiongozi wa kujitegemea, anafanya maamuzi ya pekee na kuwaongoza wafuasi wake kwa ujasiri. Katika uwanja wa kisiasa, ushawishi wake haubishaniwi, akiwa na wafuasi wengi ambao ni wachache tu wanaweza kushindana naye, si Kenya pekee, bali hata Afrika kwa ujumla. Timu ya Orange imeshinda timu ya Ndizi, sivyo? Bao 10-0. Mwanae Jaramogi Oginga Odinga, makamu wa kwanza wa rais wa Kenya, alishuhudia mapema changamoto za uongozi na siasa za upinzani, lakini safari yake haikuwa rahisi. Tangu akiwa mdogo, Raila alionyesha umakini wa hali ya juu uliomtofautisha na wengine, akijitokeza kama nguvu kuu miongoni mwa familia ya Odinga. Uwerevu wake wa haraka na udhabiti aliokuwa nao mara nyingi ulimfanya ampiku kakake mkubwa, akichukua jukumu la kuwa nahodha wa familia. Huu mwelekeo wa uongozi haukuishia nyumbani tu, unashuhudiwa katika safari yake ya kisiasa.
kitaifa. Popote aendapo anajitahidi kuongoza na mara nyingi kufanikiwa. Katika miaka ya 80, msimamo wa Raila Odinga wa kumpinga Daniel Arap Moi na utawala wa chama kimoja cha KANU ulimfanya akamatwe na kuwekwa kizuizini bila kufunguliwa mashtaka kwa takriban muongo mmoja. Mateso aliyopitia katika vyumba vya mateso vya jumba la Nyayo yaliimarisha azma yake ya kupigania demokrasia ya mfumo wa vyama vingi. Baada ya jaribio la mapinduzi ya Agosti mwaka 1982, Raila Odinga alishtakiwa kwa ushiriki wake. Alikabiliwa na mashtaka ya uhaini na kufungwa kwa miaka 6 chini ya utawala wa Moi. Wasifu wake wa mwaka 2006 uliotolewa wakati Raila alipokuwa akijiandaa kugombea urais mwaka 2007 ulidokeza kuwa mchango wake katika jaribio hilo la mapinduzi ulikuwa mkubwa zaidi kuliko alivyokuwa amekiri hadharani. Safari yake iligubikwa na kifungo cha miaka 6 kwa mashtaka ya uhaini kati ya mwaka 1982 na 1988, kipindi ambacho mapambano ya mabadiliko ya kisiasa yalikuwa yamepamba moto. Ingawa aliachiliwa mnamo Juni mwaka 1989, alikamatwa tena mnamo Julai mwaka 1990 pamoja na Kenneth Matiba na Charles Rubia kwa kudai kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi. Baada ya kuachiliwa mnamo Juni mwaka 1991 kwa kuhofia usalama wake, alikimbilia uhamishoni nchini Norway. Mnamo Februari mwaka 1992, Raila alirejea nchini kwa kishindo na kujiunga na Forum for the Restoration of Democracy, FORD, chama kilichoasisiwa na babake Jaramogi Oginga Odinga pamoja na Kenneth Njindo Matiba. Hata hivyo, baadaye mwaka huo, mgawanyiko wa ndani kwa ndani na ushawishi wa chama tawala cha KANU ulisababisha FORD kupasuka vipande viwili: FORD Kenya chini ya Jaramogi na FORD asili chini ya Matiba. Kenneth Matiba is out in London for some medical treatment, and he's coming back. And the man who is leading FORD is Jaramogi Oginga Odinga. Jaramogi Odinga is slightly older than Kenneth Matiba. So you put into the head of Kenneth Matiba that it is time for Jaramogi Oginga Odinga to go where? Go home. So when he's coming, I'm younger and he's old and he has had his time. He needs to go away. So that's what was done. Kenneth Matiba was given that impression just by some statements. And secondly, they told him that, if he did not take his chance, then Mwai Kibaki was going to eclipse him. Matiba was taken in, but not absolutely, until the day when he came back. Absolutely no hesitation in saying that the day Mwai Kibaki formed the Democratic Party is a day that any democratic transition resulting in the leadership of any of us who was in that early stage of second liberation was taken away. Because I remember very well, we had gone with Paul Mwita to London to talk to Matiba, who was then recovering. And after great persuasion, Matiba had actually agreed to stand down for Jaramogi. And then out of the blue came this announcement from somebody Matiba called General Kigwaya, announcing the formation of DP. And this got Matiba so annoyed. He said, if Kibaki is standing
I am going to run for president. And it was single-minded. Kenneth Matiba wa Ford Asili na Oginga Odinga wa Ford Kenya na Mwai Kibaki wa DP walishindwa katika uchaguzi wa urais wa mwaka 1992 na Daniel Arap Moi wa KANU. Mnamo Februari mwaka 1994, Kenya iliomboleza kifo cha Jaramogi Oginga Odinga, mwanasiasa mashuhuri na kiongozi wa chama cha Ford Kenya. Lakini hata wakati taifa likimuaga, vita vikali vya kisiasa vilikuwa tayari vinazuka ndani ya chama chake. Mala Kijana is no longer chairman of Ford Kenya. Miongoni mwa waliobaki nyuma alikuwa mwanawe Raila Odinga, ambaye aliamini kuwa yeye ndiye mrithi halali wa ubabe wa kisiasa aliokuwa nao Jaramogi. Lakini safari ya kuelekea uongozini haikuwa rahisi hata kidogo. Aliyekuwa kizuizi kikubwa kwa Raila Odinga alikuwa Michael Kijana Wamalwa, mmoja wa manaibu wawili wa Jaramogi katika uongozi wa chama, ambaye pia alidai nafasi ya juu ya uongozi. Pembeni yake walikuwemo vijana wenye ushawishi mkubwa chamani: Paul Mwite, James Orengo, Anyang' Nyong'o, John Captain, Mkhisa Kitui na Gitobu Imanyara. Kundi hili lilijulikana kama Young Turks. Raila alikuwa na nia thabiti, lakini wapinzani wake walisimama na kusalia imara. Many people saw that as tribalism. As Raila feeling the Ford Kenya part was a Luo party, saw it as a family property that he was going to inherit. But I don't think that is the case. You know, Raila, especially at that time, was restless. He had spent all his time fighting government and paying for it and detention and all that. He wanted to see things moving. Uchaguzi wa kumchagua mrithi wa Jaramogi uliofanyika katika uwanja wa manispaa wa Thika ulimpa Michael Kijana Wamalwa ushindi mkubwa dhidi ya Raila Odinga. Lakini sherehe haikudumu kwa muda mrefu. Ghafla, ghasia zililipuka uwanjani. Hasira kali miongoni mwa wafuasi wa Raila ziligeuza uwanja kuwa kivumbi cha mapambano. Vurugu zilipozidi, viongozi wa kisiasa walitafuta hifadhi. Kushindwa? Hapana. Raila Odinga alikuwa anaanza tu. Wale waliodhani alikuwa amepigwa mwereka walikuwa na mshangao mkali ukiwasubiri. Kwa hatua ya ujasiri, alijiuzulu kutoka Ford Kenya na kung'atuka kwenye kiti chake cha ubunge wa Lang'ata. Time has come to change course. Kisha kwa hatua ya kushangaza, alichukua usukani wa chama kisichojulikana, chama cha NDP, na kutangaza kuwa kiongozi wake. Akiwa amekabiliwa na vikwazo vingi, alifanikiwa kurejea kwenye kiti chake cha ubunge wa Lang'ata. Kurudi kwake kulikuwa kumekamilika. Mwana wa ndume alikuwa akiinuka na hakuna kilichoweza kumzuia. Safari yake ilikuwa imejaa mapambano, mengine makali, mengine machungu. Aliangusha vizuizi, akawatia adabu wapinzani wake na kuwageuza maadui kuwa washirika na washirika maadui. Lakini bado kulikuwa na dhamira moja ya mwisho. Wakati Jaramogi Oginga Odinga alipofariki, jamii ya Waluo ilibaki ikitafuta sauti. Bingwa wao, Tunataka kubadilisha Kenya. shujaa mpya wa kuwabeba katika ndoto zao. Serikali ambayo tunaunda, ambayo ni serikali ya mseto, itakuwa ni serikali ya mpito. Vita vya urithi wake havikupiganwa kwa mapanga, bali katika nyanja za akili, hotuba kali na mvuto wa moja kwa moja. Upande mmoja walikuwepo wasomi: James Orengo,
Profesa Anyang' Nyong'o walizungumza lugha ya kidiplomasia, maneno yao yakiwa yamechongwa na elimu ya juu, mienendo yao ikiwa ya ustaarabu wa kitaaluma. Lakini roho ya kisiasa ya jamii ya Waluo haiamshwi na ufasaha wa maneno pekee. Inahitaji zaidi ya kumiliki Kiingereza, mavazi ya kisasa na ladha ya kifahari. Tunataka Raila Amolo Odinga. Bali na uweledi wa kuzungumza, kiongozi wa jamii lazima awe na matendo na awe mtu wa kuwasukuma watu wake. Lazima tufunge barabara. Kama baba amesema tufunge, tutafunga. Kama amesema tufanye kazi, tutafanya. Kwa watu wa jamii ya Waluo, kiongozi hachaguliwi kwa kalamu, bali kwa sauti ya umati. Na kwa Raila Odinga walimpata shujaa wao, mtetezi wao na kiongozi wao wa kifolklore. Ilipofika mwaka wa 1997, dhoruba ya kisiasa ilikuwa inakaribia Kisumu mashambani. Anyang' Nyong'o akiwakilisha chama cha Social Democratic Party SDP alikumbana na mpinzani mwenye nguvu Job Omino, mshirika wa karibu wa Raila Odinga. Uamuzi wa kura, kushindwa kwa uchungu. Lakini siasa, wasemavyo, ni mchezo unaostahili ustahimilivu. Chama cha Nyong'o kilikuwa na viti vya kutosha bungeni kumpa nafasi ya kuteuliwa. Pigo la muda, lakini funzo kubwa. Mwaka 2002 ulipotimia, mambo yalikuwa dhahiri. Nyong'o aliona mwelekeo wa upepo. Raila Odinga alikuwa akipata nguvu, akiwa kiongozi wa chama kipya cha Liberal Democratic Party LDP. Nyong'o alifanya maamuzi. Aliacha SDP na kujiunga na kambi ya Odinga, mkakati wa kisiasa eti. Lakini si kila mtu aliyefuata upepo. Mmoja wa wanasiasa shupavu kutoka eneo la Nyanza alibaki imara, James Orengo. Wengine walipoungana chini ya Odinga, Orengo alichukua mkondo tofauti. Aligombea kiti cha ugenya kupitia chama tofauti na hata kujaribu nafasi ya urais mwaka huo wa 2002. Kibaki may emerge on the basis of consensus, but Uhuru is emerging in a background, an unfortunate background of a very acrimonious political process in which his friends and foes within KANU and outside KANU are saying he has been imposed. Zote zilisha kwa kushindwa, lakini mambo yalibadilika vile siku zilivyozidi kusonga. Orengo aliyekuwa mpinzani mkali mwishowe alikubali hali halisi ya kisiasa. Si tu kwamba alirudi kupiga siasa na Raila, bali aligeuka kuwa mmoja wa wafuasi wake waaminifu zaidi, akisimama naye katika mapambano makubwa ya kisiasa ya Kenya. We are not intimidated, and from here we are all going to march into town in the normal way we have done. We have notified the police about this demonstration. Katika miaka ya mwisho wa karne ya 19, Raila Odinga alijitokeza kama upepo usiozuilika. Aligombea urais mwaka 1997. Harakati zake za kisiasa zilimpelekea kuunda na kuvunja miungano. Wachambuzi wanasema amesalia kuwinda kiti cha juu zaidi cha nchi, urais. Baada ya uchaguzi wa mwaka 1997, viongozi wa kisiasa walianza mchakato wa kubuni muungano. Mwai Kibaki, Charity Ngilu, Michael Kijana Wamalwa na Raila Odinga walikuwa na lengo moja tu: kuondoa Moi na chama cha KANU kwenye uongozi wa taifa. Almost every single party has had no reservation whatsoever regarding the need for us to get rid of Moi. Lakini Raila alikuwa na mpango wake binafsi. Katika usiku wa kisiasa uliojaa hila, alianza mazungumzo ya kisiri na Rais Moi. Miaka miwili baadaye, Raila alijiunga rasmi
na KANU, akiteuliwa waziri wa kawi mbali na kuwa katibu mkuu wa chama cha KANU. Moi akimtema mwandani wake wa muda mrefu JJ Kamotho. Lakini ushirikiano huo haukudumu. Mwaka 2002 Moi alimpendelea Uhuru Kenyatta kwa mrithi wake, uamuzi uliomkasirisha Odinga pamoja na vigogo wengine wa chama cha KANU. Raila Odinga akavuruga chama cha KANU ndani kwa ndani. Wangeniuliza kama wangekuwa waaminifu kwangu, Rais, umetaja kijana huyu ukitumia mambo gani kuwezesha arrive at that decision? Itakuwa ni kitendo cha usalata mkubwa kwetu kama viongozi kwenda Kasarani kule tukiwa kama tunajua matokeo ya Kasarani tayari yanajulikana. Akimkaidi Moi, Odinga aliongoza uhamaji mkubwa kutoka KANU, akapata hifadhi katika chama kisichojulikana, Liberal Democratic Party, LDP. Nyuma ya pazia, Odinga alikuwa akipanga mikakati ambayo wachache walitarajia. Mnamo Oktoba 14 mwaka 2002, Simeon Nyachae na Odinga waliafikia makubaliano katika hoteli ya Serena. Mmoja wao angewania urais, mwingine asaidie kuunda serikali. Lakini kile ambacho Nyachae hakujua alipokuwa akisaini makubaliano hayo siku hiyo hiyo ni kwamba Odinga tayari alikuwa ameafikia makubaliano mengine na Mwai Kibaki. Wakati Nyachae akibaki Serena, Raila alivuka hadi uwanja wa Uhuru kutangaza Kibaki kama mgombea wake wa urais. Kwa maneno mawili rahisi, Kibaki tosha, Raila aliongeza moto wa mapinduzi ya kisiasa. I personally feel very challenged by the honor that has been bestowed on me by my colleagues, by the parties we have formed. But I even feel more challenged because I am fully aware of the job that is ahead of us. Upinzani ukajipanga upya, ukabadilika kutoka muungano wa kitaifa wa Kenya NK na kuwa nguvu mpya, muungano wa National Rainbow Coalition NARC. Captain na naibu wake walikuwa wamepata majeraha kwenye mchezo, wameingia kwenye kiwanja kama tayari tumeshafunga bao 2 kwa yai. Wimbi la NARC lilienea kote nchini, huku kura za maoni zikionyesha wazi kuwa ushindi ulikuwa karibu. Na kura zilipohesabiwa, historia ilifanyika. Upinzani ulikuwa umefanikiwa jambo ambalo halikuwahi kutarajiwa. Utawala wa KANU ulikuwa umefika mwisho wake na Uhuru Kenyatta alikuwa ameshindwa. Mimi Mwai Kibaki naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Kenya kwa uaminifu. Mwelekeo mpya ukachukua nafasi. Rais Kibaki akafichua baraza lake la kwanza la mawaziri. Miongoni mwa majina muhimu, Raila Odinga, mhandisi aliyegeuka mwanasiasa, sasa akiwa waziri wa barabara, akihitajika kujenga upya muundo mbinu ya Kenya. Taswira ilikuwa ya taifa iliyozaliwa upya. Upinzani hatimaye ulikuwa umechukua usukani na Kenya ilikuwa tayari kwa mabadiliko. Mwai Kibaki na Raila Odinga walikuwa bega kwa bega, washirika wa kisiasa waliogeuka kuwa mashujaa wa mageuzi. Lakini chini ya uso wa mambo, nyufa zilianza kujitokeza. Umoja wa NARC haukudumu kwa muda mrefu. Chini ya mwezi mmoja serikalini, Raila Odinga alikuwa na shauku. Uteuzi wake kama waziri wa barabara haukutosha. Alitaka zaidi, alitaka cheo cha waziri mkuu.
The MOU was very clear, and I was in that night discussion where who will become the Prime Minister. And there was a fight between Saitoti and Raila Odinga. And it was so bad until Raila Odinga gave up and said, it's not about being a Prime Minister, it's about getting Moi out. And because that was the rallying call, everybody submitted to Raila Odinga being the nominee of LDP to be the Prime Minister. That secret deal was there. Now, the mistake we did as politicians and leaders for this country is the politics of deceit. We cheat each other. Kile ambacho kilipaswa kwa mpito laini wa utawala kiligeuka uwanja wa vita vya ubabe na tamaa. Mikutano ya baraza la mawaziri ikakuwa na mvutano. Mazungumzo yakakwama. Ndoto ya katiba mpya ikaelekea katika hatari. Kifo cha makamu wa rais Michael Kijana Wamalwa miezi 8 tu baada ya kuingia madarakani kilileta pengo kubwa lililozidisha migawanyiko. Lakini Raila Odinga hakuwa mtu wa kurudi nyuma. Kura ya maoni ya katiba ya mwaka 2005 ilimpa fursa kamili ya kujenga muungano mpya. Muungano ambao ungebadilisha mandhari ya kisiasa ya Kenya kwa miongo ijayo. Akiungana na Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Uhuru Kenyatta, William Ruto na wengineo, Odinga alijitengenezea kikosi kipya thabiti. Kura ya maoni haikuhusu tu katiba, ilitengeneza jukwaa la dhoruba ya kisiasa ambayo ilichora taswira ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2007. Timu ya chungwa ilishinda kura ya maoni. Wakenya wakakataa rasimu ya katiba. Akikabiliwa na shinikizo kubwa ndani ya serikali, Rais Mwai Kibaki alichukua hatua madhubuti. Alifanyia baraza lake la mawaziri mabadiliko makubwa, akimleta Simeon Nyachae na washirika wake, hatua ya kimkakati ya kusawazisha ushawishi Odinga alikuwa nao hasa ndani ya bunge. We are going to support the candidature of President Kibaki for his second term. Uchaguzi wa mwaka 2007 ulipokaribia, chama cha Orange Democratic Movement ama chama cha chungwa ODM kilikusanya nguvu zake. Muungano wa vigogo wa kisiasa waliodhamiria kupambana na mfumo uliopo. Lakini si wote waliosalia kwenye safari hiyo. Uhuru Kenyatta aliyekuwa sehemu ya muungano huo alijiondoa mwaka 2006 na kuunga mkono kampeni ya urais ya Mwai Kibaki ya kutetea kiti chake. Nikukumbushe ya kwamba hata wewe ulikuwa life member wetu wa chama hii yetu ya KANU. Kisha wiki chache tu kabla ya uchaguzi, Kalonzo Musyoka naye alijiondoa, akitaja mvutano ndani ya kikundi cha ndani cha Odinga. Kuondoka kwao kulitikisa chama cha chungwa na kubadilisha uwanja wa mapambano katika moja ya chaguzi zenye utata zaidi katika historia ya Kenya. Katika mgeuko wa kushangaza wa kisiasa, Kalonzo kupitia wakili wake Dan Maanzo alichukua usukani wa chama cha ODM Kenya na kuacha Raila Odinga na washirika wake katika hali ngumu ya kisiasa. Lakini hatma ilikuwa na kadi nyingine. Hatua ya wakili Mugambi Imanyara ilisababisha kusajili kwa chama kingine tofauti, ODM, ambacho alikabidhi mbunge huyo wa Lang'ata, akimpa Odinga na kundi lake pumzi mpya ya kisiasa. Tarehe 27 Disemba mwaka 2007, siku ya kihistoria kwa Kenya. Taifa lilikuwa kwenye njia panda, dau kiti cha urais wa taifa. Lakini katika siku zilizofuata, kile kilichotarajiwa kuwa mchakato wa kidemokrasia kiligeuka kuwa wakati wa giza totoro katika historia ya Kenya. Kinyang'anyiro kati ya Odinga, kiongozi wa ODM, na Rais Mwai Kibaki aliyekuwa madarakani
kilikuwa na ushindani mkali. Ujumbe wa Odinga wa mabadiliko ulivutia mamilioni. Wito wa Kibaki wa uthabiti ulipata uungwaji mkono kutoka kwa makundi mengine. Uchaguzi huu ulikuwa tofauti. Matokeo ya awali yalionyesha Raila Odinga akiongoza kwa asilimia kubwa, lakini mambo yalibadilika. Matokeo yalianza kuingia kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Mchakato wa kujumulisha kura ulikumbwa na ucheleweshaji, kutofautiana kwa takwimu na idadi za kura zilizopotea. Tarehe 30 Disemba mwaka 2007, licha ya taharuki na ghasia, Tume ya Uchaguzi ya Kenya ECK ilimtangaza Mwai Kibaki kuwa mshindi. Ndani ya dakika chache, huku jua likianza kutua, sherehe ya kuapishwa kwa Mwai Kibaki ilifanyika kwa haraka katika ikulu ya Nairobi. Nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Kenya. Upinzani ulilalamika vikali. Kilichofuata, tanda belua. Kote nchini, maandamano yaligeuka kuwa machafuko. Mvutano wa kikabila ulizidi. Majirani waligeukiana. Polisi walikabiliana na waandamanaji kwa nguvu. Zaidi ya watu 1100 walipoteza maisha, huku 600,000 wakifurushwa makwao. Wakati Kenya ilipokuwa ukingoni mwa kusambaratika, dunia ilitambua hali hiyo. Umoja wa Afrika kupitia kwa katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan iliingilia kati. Majuma ya mazungumzo yakafuata. Baada ya mazungumzo magumu, makubaliano yaliafikiwa. Serikali mahuluti ikaundwa. Salamu ya kihistoria ilithibitisha maridhiano. Kwa mara ya pili katika historia ya Kenya, nchi ikawa na waziri mkuu. Raila Odinga akachukua wadhifa huo akishiriki mamlaka na mpinzani wake wa zamani, Rais Mwai Kibaki. Lakini majeraha ya mwaka 2007 yalikuwa bado wazi, na serikali ya muungano ilikabiliwa na changamoto tangu mwanzo. Makubaliano ya kitaifa yalizuia Kenya isizame zaidi katika umwagikaji damu, lakini pia yalionyesha mpasuko mkubwa uliokuwepo katika jamii. Ilikuwa suluhisho la muda tu kwa tatizo sugu. Umoja ndani ya serikali ulikuwa rahisi kusema kuliko kutekeleza. Mivutano ilizuka kuhusu uteuzi wa mawaziri muhimu. Maamuzi yalicheleweshwa na uhasama wa kisiasa ukaendelea. Sasa sisi tuko ndani ya serikali. Waziri mkuu hana habari hata rais kesa atakwenda kupeana district pale. Anapeana tu peke yake. Waziri mkuu anakuja kwa sherehe kubwa kama na hii ya serikali, PC hakuna. Unaambia PC ameenda Nairobi. Kama Kibaki alikuwa anakuja hapa, PC angeweza kwanza kuja kwa hapa. Na angewekewa sana namna hii bila hata choo. Angewekewa. Alafu na nusu kapeti namna hii. Nusu mkeka. Ilionekana kama ndoa ya shaka. Kibaki na Raila walilazimika kushirikiana, lakini kutoaminiana kulifanya utawala kuwa mgumu. Mtihani mkubwa ulijitokeza mwaka 2010 wakati viongozi hao wawili walipotofautiana kuhusu kusimamishwa kazi kwa mawaziri waliotuhumiwa kwa ufisadi. Licha ya changamoto za ndani, serikali mahuluti ilipiga hatua kubwa. Katiba ya mwaka 2010 ikiwa marekebisho makubwa ya kisheria ilipitishwa, ikileta ugatuzi wa mamlaka na kuunda mfumo mpya wa utawala. Uchumi wa Kenya ulianza kuimarika, miradi mikubwa ya miundombinu ilizinduliwa na mageuzi muhimu ya mahakama yakatekelezwa. Hata hivyo, makovu ya mwaka 2007 yalibaki. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC ilishtaki watu 6 mashuhuri wakiwemo William Ruto na Uhuru Kenyatta kwa uhalifu dhidi ya binadamu. Kesi hizi ziliongeza mgawanyiko zaidi, huku baadhi ya watu wakilaumu mahakama kwa upendeleo. Ifikapo mwaka 2013, serikali ya muungano ilikuwa imemaliza muda wake. Uchaguzi mpya
ulikuwa umekaribia, ambapo Uhuru Kenyatta na William Ruto waliunda muungano wa Jubilee, huku Raila Odinga na Kalonzo Musyoka wakigombea urais kupitia muungano wa CORD. These elections can only be compared with the elections of 1963, which brought independence to our country. Licha ya kampeni kali, Odinga alishindwa na Uhuru Kenyatta. Akidai udanganyifu katika shughuli ya uchaguzi, Odinga alipinga matokeo hayo mahakamani, lakini mahakama ya juu ilithibitisha ushindi wa Kenyatta. Akikubali uamuzi wa mahakama, waziri mkuu wa zamani aligeuka kuwa mkosoaji mkuu wa Kenyatta. Alikosoa utawala wa Jubilee kwa kushindwa kudhibiti ufisadi, ubadhirifu wa mali ya umma, ukabila, matumizi mabaya ya mamlaka na ongezeko la deni la kitaifa. Uchaguzi wa mwaka 2017 haukukosa danadana zake. Odinga akiwa kiongozi wa muungano wa NASA alikabiliana na Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Matokeo ya awali yalimtangaza Kenyatta mshindi, lakini madai ya dosari kubwa katika uchaguzi yalisababisha mahakama ya juu kufuta matokeo hayo. Tukio la kwanza barani Afrika. Maraga ajue ya kwamba sasa anadili na rais ambaye amekalia kiti. Akitaja ukosefu wa mageuzi ya uchaguzi, Odinga alijiondoa kwenye marudio ya uchaguzi, hatua iliyomwezesha Kenyatta kushinda kwa urahisi. Hata hivyo, mvutano uliendelea, ukifikia kilele chake Januari 30 mwaka 2018, ambapo Odinga alijiapisha kama rais wa wananchi. Lakini kwa mshangao wa wengi, Odinga na Kenyatta walipatanishwa kupitia handshake. Hatua hii ililenga kuunganisha taifa, lakini ilimwacha Ruto akiwa mpweke ndani ya serikali. Handshake ilisababisha mpango wa Building Bridges Initiative BBI, ambao ulilenga kurekebisha katiba ili kushughulikia changamoto za kitaifa. Wapinzani wa BBI wakiongozwa na naibu wa rais William Ruto walisema mpango huo ulibuniwa kuwapa watu kadhaa vyeo serikalini. This process must not address the divide between the politicians only. It must address the divide, the huge divide between the haves and the have-nots. Hata hivyo, mnamo mwaka 2022, mahakama ya juu ilitangaza BBI kuwa kinyume cha katiba. Uchaguzi wa mwaka 2022 ulimweka Ruto na Odinga kama wagombea wakuu. Ruto alishinda, lakini Odinga alipinga matokeo hayo, akidai udanganyifu wa uchaguzi. Mahakama ya juu ilitupilia mbali kesi yake na Odinga akakubali matokeo shingo upande. Ruto must go. Ruto must go. Tumesema tunataka mabadiliko. Mnamo Machi tarehe 7 mwaka 2025, Ruto na Odinga walitia saini makubaliano ya kushirikiana katika sera za serikali. Wengine waliona kuwa huu ulikuwa mkakati wa kuzima upinzani. Safari ya Raila Odinga kutoka mwaka 1992 hadi mwaka 2025 inaonyesha siasa za Kenya, michuano, mapambano na mageuzi yasiyo na mwisho.